Nilikuwa tu niko nje ya mitandao ya kijamii kwa muda wa wiki moja, kwa sababu nilikuwa nimehitaji kupumzika kwenye kipindi hiko, kutafakari baadhi ya mambo na nini. Yes, unajua hizo social media zimefanya tuamini kwamba ndio watu wako hai. Lakini watu wanaweza wakaendelea na maisha mengine nje ya social media. Kwa hiyo nawashauri hata na nyie mnaonitazama hivi, unaweza kujipa ukaishi maisha bila social media. Ina raha kweli kweli. Mimi nimeenjoy sana. Wewe ni kati ya watu ambao tunaweza tukasema ni rais, tutumie cheo hicho cha watu wenye masimango mtandaoni. Manake kupumzika kwako wiki tumeona kuna watu wanatamba sana. Unadhani imewapa afueni kidogo kuanza kupiga kelele na kufurahia labda? Kwanza unajua lazima uelewe kitu kimoja. Mimi ndio nina set standard ya mabishano. Yani mimi kama sija kuwepo kwenye huo mjadala hauwezi kuwa na nguvu. Na ndio maana wiki moja ambayo mwenyekiti wa wasemaji nimekaa kimya, mijadala yote imekuwa ni mijadala ya kawaida. Kuanzia leo utakuwa shahidi. Utaanza kusikia mijadala strong ikiwa inajadiliwa, mijadala mikubwa ikiwa inatoka kwenye football, kwa sababu mtu mkubwa tayari ninazungumza. Mimi sio kasuku. Mimi ni mwenyekiti wa wasemaji. Kwa hiyo nikisema natakiwa iwe agenda, watu wanatakiwa wajadili. Kwa hiyo leo tukimaliza hapa, nyie mtakuwa mashuhuda vyombo vya habari kuona namna sasa mijadala mikubwa inakwenda kujadiliwa kwenye vijiwe mbalimbali vya soka, sababu mtu mkubwa amezungumza. Ndio. Maana umetaja hapo kasuku. Kasuku tunajua sifa yake ni kupiga kelele. Kupiga kelele, yes. Na ndio maana hakuna agenda yoyote kubwa ambayo imekuwepo hapa licha ya kasuku kupiga kelele wiki nzima. Kasuku alikuwa anapiga sana kelele hapo wiki nzima. Lakini mwenyekiti nimerudi sasa, ndio mtaanza kuona mijadala ya football inaanza kutoka. Watu wanajadili kwa sababu wanajua nitakuwa nimeingilia majukumu ya watu na nitakuwa siwatendei haki wanayanga ambao wanataka kunisikia. Pengine hajanisikia muda mrefu, wanisikie. Kwa hiyo tuzungumze mambo tu ya Yanga. Mei 15 Young Africans itakuwa na ratiba gani timu yako? Sijafahamu officially itakuwa tuna ratiba gani. Lakini siku hiyo tutasubiri muongozo wa mtendaji wetu mkuu, kwa maana kama ni shughuli ya operation, kama tutakuwa tuko Avic Town kwenye mazoezi, kama tutakuwa tupo kwenye shughuli nyingine yoyote, basi tutapata muongozo kupitia mtendaji wetu mkuu. Lakini sasa hivi sina taarifa rasmi kwamba Yanga itakuwa wapi Mei 15. Huko ni kubeti. Tutesi kusema kwamba mtakuwa na mchezo wa kirafiki kwenda Hapana. Sio kweli. Yanga Afrika hatuna mechi yoyote ya kimataifa tarehe 15. Hatuna mechi yote ya kimataifa. Yes, tuna ratiba za mechi za ligi kuu 3 ambazo zimebaki. Tuna ratiba ya mechi 2 za kombe la CRDB ambazo zimebaki. Ndio ratiba za kimpira ambazo club tuko nazo. Ila kuna FIFA break inakuja ambayo kama siku 10 hivi huenda pakatokea friendly match ambazo club ikacheza. Lakini kwa hiyo tarehe hakuna mechi ya kirafiki ambayo tumeitangaza mpaka sasa hivi. Mimi Sheikh sio mpiga ramli. Kwamba ikiwa hivi itakuwaje. Mimi sio mpiga ramli. Ambacho imezungumza kamati yetu tendaji ya Yanga, ambayo kimsingi ndiyo chombo cha pili kikubwa cha kimaamuzi kwenye klabu yetu. Kiondoa mkutano mkuu, basi kamati ya utendaji ya Yanga ina nafasi kubwa kwenye kufanya maamuzi ya klabu. Maelekezo ya kamati yetu ya utendaji ambayo yametoka yamekuwa very clear, ndugu yangu. Hakuna mahala ambako walibakisha kwenye taarifa yao. Taarifa yao ilisemaje? Kwanza ilielezea kuhusu kupokea maelekezo ambayo CAS wameyatoa kwamba Yanga irudi kwenye mamlaka za ndani kushughulikia jambo lao la Machi 8, kesi ya msingi ambayo Yanga waliifungua, na kamati tendaji ikazungumza kwamba hawana imani na mamlaka za ndani. Kwa hiyo jambo lao hawawezi kulipeleka hapo. Lakini la tatu wakasema kwamba mechi ya ligi kuu namba 184, si ndio? Hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa tarehe yoyote ile ukiondoa Machi 8. Kwa hiyo kama kuna mwanadamu anaweza kuirudisha Machi 8 ya mwaka huu,
basi Yanga watacheza hiyo mechi. Kama haitarudi kwa maelekezo ya kamati tendaji, maana yake hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa namna yoyote. Na mwisho kamati tendaji ikawa clear kwamba wana Yanga sasa wana Yanga kwa maana mashabiki, wanachama, wapenzi na wakereketwa wote wa klabu yetu tutakuwa tayari kuipambania haki yetu ya msingi kivyovyote vile. Kivyovyote vile tutakuwa tuko tayari kuipambania haki yetu ya msingi kuhakikisha tunapata tunachostahili kupata msimu. Hiyo ndio taarifa ya uongozi wa Yanga kupitia kamati ya utendaji, na wanaozungumza wanachama hayo sasa ni maoni yao ambayo yametokea kwenye taarifa na mwongozo wa klabu. Kwa hiyo hakuna kipya wala hakuna kupishana hapa. Lakini mnayabariki na mnayaunga mkono. Ni maoni yao ambayo mimi sijasikia mpaka sasa hivi, sijasikia wamezungumza nini, lakini yanabaki kuwa maoni yao kama wanachama ambao wana haki na klabu hii kwa mujibu ya katiba yetu.